Naitwa Maria, ni msimamizi wa camp. Katika eneo letu la camp, ninafuatilia matumizi ya maji na pia na rekodi mvua kila siku. Kila tone lina umuhimu katika uhifadhi wa maliasili. Mimi ni mwanamke katika uhifadhi. Hapa ni Janet Edward, nafanya kazi kitengo cha ufuatiliaji na tathmini. Hapa nipo nakagua boma, naangalia maendeleo ya boma tangu ilipojengwa mpaka hapo ilipo. Na hii ni miongoni mwa kazi yangu katika kazi za uhifadhi. Mimi ni mwanamke katika uhifadhi. 80 ina nyuki. Namba 81 ina nyuki. Mimi ni Elizabeth kutoka programu ya nyuki na wasaidia wanawake kupitia mradi wa nyuki. Mimi ni mwanamke katika uhifadhi. Mzinga namba 88 haina nyuki. Kwa majina ni Natangamwa Kimatayo Rimba, mhitimu wa chuo kikuu masuala ya mipango na usimamizi wa mazingira. Ni mwanachama wa klabu ya wanyamapori. Ninashirikiana na wanawake katika shughuli za ufugaji nyuki, kukuza miradi endelevu, uhifadhi wa makazi pamoja na uwezeshaji wa kiuchumi ndani ya jamii ya kifugaji. Mimi ni mwanamke katika uhifadhi. Nafanya ufuatiliaji wa malisho. Na leo tuko kwenye pointi yetu ya bonda. Sawa. Mimi ni Skoi Rosio, ni mwanachama klabu ya mazingira, ni mhitimu wa chuo kikuu na programu ya ushauri wa wanawake katika uhifadhi. Ninajitolea kushiriki yale niliyojifunza kuhusu malisho na usimamizi pamoja na matumizi ya ardhi na jamii yangu. Malisho yenye afya ni malisho ambayo mifugo yanapata afya njema pamoja na wanyamapori wanajipatia makazi yao. Mimi ni mwanamke katika uhifadhi. Nikaangalia wale wakula wametengenezaje. Hizi fito zitatosha kweli jamani? Hizi fito zitatosha kweli? Kwa majina naitwa Susan Chege Ruben, ni afisa kutoka asasi ya watu na wanyamapori. Ninafanya kazi chini ya mradi wa elimu ya mazingira kwa vijana. Na kazi yangu kubwa mimi ni kuweza kueneza na kutoa elimu ya mazingira na uhifadhi kwa vijana mashuleni, lakini na wale wengine wa kwenye jamii. Na pia vile vile kutangaza na kuweza kueneza kazi na maendeleo ambayo yanaletwa na asasi yetu ya watu na wanyamapori. Mimi ni mwanamke katika uhifadhi na ndivyo ninavyoendeleza kutoa elimu kwa vijana, kuweza kuwasaidia waweze kuwa ni viongozi bora kwenye uhifadhi na machampioni katika uhifadhi.